kitakachoamua matokeo sio umiliki wa mpira. Kitakachoamua matokeo ni kitu ambacho pengine Simba watakionyesha kwenye mchezo, labda kwenye kutumia nafasi na vitu vingine kama hivyo ambazo pengine zitatokea. Kwa Yanga tutegemee nini? Tutegemee transitions za hatari. Simba wakipoteza mpira kwenye build up yao watashambuliwa kwa haraka. Yani hawatopewa nafasi ya kurudi kwenye defensive cover yao ile kirahisi. Manake Yanga wako very quick kwenye kufanya hiyo. Kina Duke Abuya, Pacome Zouzoua pamoja na Prince Dube ni hatari sana kwenye moments kama hizo. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo naweza nikavitegemea ndani ya mchezo, lakini vile vile kutakuwa kuna midfield battle. Simba wanataka control midfield kwa ajili ya kucontrol tempo ya mchezo kwa ujumla wake. Yanga watataka kunufaika na mistakes ambazo zitazalishwa kwenye midfield, kujaribu kupenetrate mipira kwenye eneo la ushambuliaji, kuwa direct kwa sababu ya kutumia hilo eneo kwa ajili ya kukari mipira, kufanya penetrations pamoja na kupiga mipira mirefu nyuma safu ya ulinzi. Kwa hiyo midfield battle hapo itakuwa kubwa sana kwenye eneo la kiungo katika mchezo wa tarehe 1. Kwa hiyo outcome ya mchezo possibly inaweza ikawa ni sare. Tunaelewa kulingana na hizi timu jinsi ambavyo zina operate. Madhaifu ambayo pengine Simba wanapaswa kuyatumia zaidi kwa Yanga ni ubora wao mdogo kwenye mipira iliyokufa, set piece, kuicheza au mipira ya crosses, mipira mirefu kutokea nyuma. Yani ni kitu ambacho nakiona kinawasumbua sana Yanga especially msimu huu. Kwa hiyo kama Simba watakuwa bora kwenye hiyo eneo, naweza nikakwambia wachezaji hatari kwa Yanga ambao wanapatikana Simba ni Rushain Dariak, ambao wana uwezo mzuri wa kucheza hiyo mipira, labda na Wilson Nangu kama atapata nafasi ya kuanza, au Ismail Ture kama atakuwa na offensive box presence nzuri, basi inaweza ikawa jambo gumu sana kwa Yanga kukabiliana na hiyo kama kutakuwa kuna delivery nzuri za cross ndani ya box. Lakini kuna wachezaji kama kina Yusuf Kagoma pia ambao wana uwezo wa kufunga babao ya hivyo, kwa sababu amefunga dhidi ya Esperance, ameonyesha hiyo. Na eneo la mbele sioni kama kuna wachezaji wengi wenye uwezo mzuri wa kupiga vichwa. Kwa ni kama unategemea sare kwenye mechi hiyo ulivyo. Yes, of course outcome ya mchezo possibly katika timu mbili ambazo zina sifa kama hizi, outcome yake mara nyingi huwa inakuwa